Mshahara wa Laki350,000 hadi mshahara wa shilingi milioni 1 kwa mwezi, pamoja na kuhamishiwa kwa bandari kavu kutoka Dar es Salaam kwenda Kwala. Hayo ni baadhi tu ya madai mazito 7 yanayochochea vuguvugu la mgomo wa madereva wa malori uliopangwa kuanza Julai mosi. Lakini je, kuna mgomo huo kweli? Hatutambui huo mgomo. Tunahitaji kuzungumza na mtu ambaye ni muovu. Vuguvugu hili lilishika kasi baada ya tangazo la kusitisha huduma kuanzia saa 12 kamili asubuhi ya Julai mosi kusambazwa kwenye makundi mbalimbali ya upande wa WhatsApp wiki kadhaa zilizopita, hatua ambayo ingetishia usafirishaji wa mizigo mkoani na nje ya nchi. Mwenyekiti wa chama cha madereva wa malori na mabasi ya masafa marefu Tanzania, Hassan Dede, ameingilia kati na kukanusha kuhusu mgomo huo. Kama chama cha madereva Tanzania, mimi mwenyekiti wa madereva Tanzania, chama cha madereva Tanzania Long Distance, natoa tamko hilo kwamba sisi kama chama hatutambui huo mgomo, na niwatoe hofu wananchi na wafanyabiashara wote nchini wanaosafirisha mizigo yao, lakini pia wanaokuja kuwekeza katika nchi yetu. Swala zima la usafirishaji, usafiri upo, hakutakuwa na hiyo hali ambayo imeandaliwa huko. Sisi kama chama tumejipanga kutoa huduma kwa wananchi, lakini pia kutoa huduma katika bandari zetu, kutoa mizigo, kuihamisha maeneo mbalimbali. Kama mnavyojua, serikali inafanya kazi kubwa sana chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba anafungua milango ya uwekezaji kama nchi. Leo tuna mzigo, shehena mizigo imekuwa kubwa katika bandari zetu na maeneo mengine mbalimbali. Kwa hiyo tuone hii ni kama ni vita ambayo au ni wivu wa kiuchumi ambao tumeona kabisa kwamba kipindi chote cha Dr. Samia Suluhu Hassan tumeona mizigo mingi inapitia katika bandari zetu za Dar es Salaam na Tanga na kwingineko na Mtwara. Mizigo imekuwa mingi, lakini wafanyabiashara wengi wamevutiwa kuja kuwekeza katika nchi yetu. Hii yote ni kwa sababu ya utulivu na amani ya nchi iliyopo, lakini pia na umuhimu wa madereva wenyewe ambao wanasafirisha mizigo hiyo kuitoa maeneo mengine na kuipeleka maeneo mengine, lakini pia na kusafirisha wananchi, kuwatoa mikoa mbalimbali na kuingiza katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao ni kitovu cha kibiashara, lakini sehemu pekee ambayo inavutia wananchi wengi kupitia katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na ndio makao makuu tuseme ya kibiashara. Kwa mimi kama mwenyekiti, kitendo hiki siungani nacho, na ninahakikisha kwamba taendelea kutoa huduma, wananchi watasafiri, lakini pia na mizigo itaendelea kutolewa katika bandari zetu. Chama kinaitwa Mkombozi Group, ambao wamekuwa wakishawishi madereva, baadhi ya viongozi na baadhi ya wadau mbalimbali kusitisha huduma tarehe 1 mwezi wa 7. Kwa hiyo sisi kama chama hivyo vitendo hatuwezi kuungana navyo. Vyama viko vingi, lakini baadhi ya vyama pia haviungi mkono. Kwa hiyo sisi tumeungana wale wenzetu ambao hawaungi mkono jambo hili ambalo sio zuri. Hakuna jambo lolote. Tunajua kwa nini wanadai au kwa nini wataka kutumia fursa hii kwa madereva. Ni kwamba kuna madai ya msingi ya muda mrefu, lakini kuna madai ya msingi ya muda mchache. Yote hao serikali inafanyia kazi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuipa muda. Leo tumeona wenzetu kule tuseme Irani na Marekani imefika sehemu wamekaa kwenye meza ya mazungumzo. Wamemaliza mtafaruku wao, mwisho wa siku leo dunia inaendelea kama katika meza ya mazungumzo. Ni kweli tunataka kudai haki yetu. Tuna kila sababu kukaa meza moja na serikali kuhakikisha tunaipushi kwa kuiomba ili tuweze kutekelezewa majambo yetu ambayo tunahitaji. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho wao wameona ni sawa, sisi tunaona sio sawa. Sisi tunahitaji hata mwisho wa siku tukifanya hayo mgomo au maandamano, mwisho wa siku tunahitaji kukaa mezani. Kwa nini tusubiri mpaka vitu viharibiki? Kwa nini tusubiri mpaka watu wakaumizani? Kwa nini tusubiri mpaka watu washindwe kusafiri? Tuna ndugu zetu wanatoka mikoa mbalimbali, tuna mama zetu wajawazito na wanaenda viungo mbalimbali. Kwa tukiliacha hili bila kuikemea, inaweza kuleta athari mbalimbali ambazo sisi kwetu tutakuwa sio hatujatibu na hatujaunga mkono yale ambayo yanafanya mazuri na serikali yetu. Sisi ni chama kilichosajiliwa. Tuna kila sababu ya kutoa tamko. Sisi kama chama tuna wafuasi wetu
na kuwataka wafuasi wetu wasiingie kwenye mkumbo huo, maana kufanya hivyo ni kosa la kijinai na utaweza kuchukuliwa hatua. Kwa tunahitaji kuzungumza na mtu ambaye ni muovu akaenda tukakae kunegotiate naye. Hatuna huo muda wa kufanya. Tunataka sisi kufanya jambo letu, kuhakikisha tunatoa haya, hatutaki. Tunahitaji kukaa meza moja tuweze kuzungumza pamoja. Kwa sasa sekta ya usafirishaji nchini inabaki katika hali ya kusubiri, huku macho ya wadau yakiwa yameelekezwa kwenye mazungumzo ya mezani kati ya madereva na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini kabla ya tarehe ya mwisho ya Julai mosi, ili kuepuka athari za kiuchumi ambazo zitaweza kujitokeza iwapo huduma hizi zitasimama. Mimi ni Regina Baltazari.